watu wa upande wa pili ambao hawana Mungu wa kweli wanatumia njia mbadala kulinda kile ambacho wanacho, si ndio? Kwa sababu unatakiwa kumiliki. Ili umiliki na kudhibiti kitu, lazima uweke wigo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uweke wigo wa ulinzi kudhibiti kitu chako. Watu wanaweka fence, wanaweka ulinzi wa fence kudhibiti eneo kama hajajenga au hata kama amejenga, anaweka wigo kudhibiti hilo eneo. Wewe unadhibitije kitu chako katika ulimwengu wa roho ili kisiondoke? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio neno linasema kwamba tunapokanyaga nyayo tumepewa. Ndio umepewa. Una maintain vipi hicho kitu ulichopewa na Mungu? Amen. Ili kifike mahala kibaki kwako kisiondoke. Amen. Muda wote. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Duniani kuna vitu vingi, kuna system camera, kuna mambo mengi tu ili kudhibiti kwamba vitu hivyo vio salama. Lakini sisi ili kudhibiti vitu vyetu vio salama, kwanza wewe uwe karibu na Mungu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Yoshua 1:3, unaomba nisomee hilo andiko maana hapo natiririka. Leo sio nahubiri, sio nafanyia. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma Yoshua 1:3. Kila mahali mtakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyowapia Musa. Mungu anasema kila mahala ambapo mtakanyaga nyayo zenu nimewapa kama alivyomwapia nani? Musa. Kwa hiyo Mungu ametoa kibali cha wewe kumiliki mahala pale ambapo upo. Amen. Kwa hiyo kitu chochote ambacho unakifanya ambacho ni cha halali, Mungu amekupa. Mwanangu, tena nakutia moyo hapo ambacho hicho ambacho unakifanya Mungu ametaka ufanye hivyo, jitie moyo, kisije maana kikaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu mwingine yote yule kitu ambacho unakifanya, ng'ang'ana hapo huku ukipiga maombi. Ili uweze kudhibiti kitu chako vizuri, weka wigo. Wigo mkuu ambao unatakiwa kuwa nao, uwe ni mtu kwanza karibu na Mungu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa karibu na Mungu ni nini? Kuwa karibu na Mungu ni kushika yale maagizo yake na kutembea vile ambavyo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unafika mahala Mungu anaangalia kile kitu cha Mama Glory, adui anataka kukinyang'anya, Mungu hatakubali. Kwa sababu gani? Mama Glory tayari yuko karibu na Mungu. Amen. Mungu hataweza kuruhusu mtoto wake apate shida. Amen. Lakini shida inaweza katokea kama Mama Glory ama mwingine, mtu mwingine, toa mfano tu, utakuwa mbali, utanyang'anywa. Watu wananyang'anywa ndoa, watu wananyang'anywa watoto. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Na kutia moyo kupitia ujumbe huu siku ya leo. Amen. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Amen. Chochote kile ambacho Bwana ameruhusu umekuwa nacho, amekupa ukimiliki. Na ili uweze umiliki wako uendelee kudumu, weka wigo wa ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wigo wa ulinzi ni nini? Wigo wa ulinzi, weka maombi. Uwe mtu sana wa kuomba na kumuita Mungu kwa ajili ya vitu vyako. Lakini pia sio maombi, nikuta askofu anaelezea hapa kwa habari ya sadaka. Kuwa pia mtu kukumbuka kutoa sadaka. Hapo pia sisi wengine tujapona sadaka na mafungu ya 10. Biblia inaeleza wazi, tunapotoa sadaka Mungu pia anaachia ulinzi kwa ajili ya vitu vyetu. Yule mharibu hatapata nafasi ya kuharibu vitu vyako. Tunutu na madumadu hatapata nafasi. Wigo, kwa sababu umetanguliza sadaka na dhabihu. Na ndicho ambacho nimwambia jamaa, hata kama watasoma milioni ngapi, lakini naye Mungu ninayemjua, otherwise labda mimi nifike mahala nimwache huyo Mungu, lakini kama ni Mungu ninayemjua, hata uzao wetu na watoto wetu tukisimama sawa sawa, tukifika mahali tukatoa dhabihu kwa ajili ya watoto wetu tokea wakiwa wadogo, wakiendelea ukiwakumbuka, mimi nakwambia watakapomaliza tu watakuwa ni watu wa kwanza kuchaguliwa kwenye nafasi yote. Bwana asifiwe. Kama wewe unajua wakati mwingine unaweza kuona kama kitu cha mzaha, unajua vitu vya Mungu vinaonekana kama vitu havina maana, lakini katika ulimwengu wa roho ni vitu vya hivi vitu vina maana sana. Mfano kama sadaka ina nguvu. Amen. Hutaki kupangiwa eti nimwambie Mika toa kitu fulani. No. Wewe piga magoti, muombe Mungu, utasikia nini cha kufanya kwa mtoto wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio wigo wa ulinzi. Watoto Mungu amekupa kama zawadi, lakini hawa wamekupa uamiliki juu yako, juu ya jamii, juu ya taifa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watoto watakao
mbalimbali. Kwa ufike mahala watoto hao uwadhibiti, uwamiliki, wao wa kwako. Udhibiti watoto wako, wao wa kwako kweli, uwamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema maombi, kuwa mtu wa maombi sana. Amen. Inua kitu chochote cha kwako ambacho unakimiliki. Inua mtoto wako, inua ndoa yako, inua mke wako, inua mme wako. Amen. Inua kazi ya mme wako, inua kazi ya mke wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si kuinua kwa maombi tu, kumbuka kutoa sadaka. Mungu akubariki mtumishi. Tupone watumishi. Amen. Kwenye habari ya sadaka na fungu la 10 hatujapona. Kwa hiyo wakati mwingine tunashindwa kumiliki vitu vyetu vikawa salama kwa sababu sisi wenyewe hatujawa karibu na Bwana. Si waaminifu kwenye baadhi ya vitu. Yamkini kweli ni mwaminifu kwenye mambo mengine, kweli ufanyi, lakini kwenye mambo ya kwenye swala la utoaji si waaminifu. Amen. Huwezi kumiliki na kudhibiti kitu chako. Wigo wa ulinzi hapo haupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo unaweza ukalitaja jina la Yesu ni, lakini lile jina, connection ya jina halipo, kwa sababu wewe hauko karibu na hilo jina, kwa sababu vitu kama hivi nilivyokutajia. Wigo wa ulinzi wa maombi unao, unafanya maombi, lakini wigo wa sadaka ya kuweka ulinzi hawa watoto wako au vitu vyako haupo. Bora kukumbusha, najua unafahamu. Fika mahala mkumbuke Mungu pia kwa ajili ya sadaka. Mkumbuke Mungu pia hata kwa ajili ya zaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni maagizo ya Mungu. Vitu vya rohoni vinaonekana kama vitu vya kipuzi, lakini kitu chenye nguvu katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu tunajifunza kwa watu wa upande wa pili. Wanafanya vitu kama hivyo. Ilikuwa kazini siku moja pale asubuhi, nilikuta jamaa umevunja makorokoro yao, tena ni aibu kabisa, karibu na geti la kuingilia pale. Vunja manazi, vunja. Wanafanya matambiko yao, wao wanafanya hivyo katika ulimwengu. Unaweza kuona ni upuzi, lakini kwenye ulimwengu wa roho pale kuna majibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu inawezekana amekupa vitu ulivyopewa ni vya kwako, usikubali ukavipoteza. Usikubali kupoteza mfano maono ulio nayo. Maono uliomiliki, uliokuwa nayo, yabaki uyaendelee. Kama ulitamani kuwa mtumishi mkubwa baadaye, sasa tunza hayo maono, yatunze. Mungu amekupa miliki hayo maono, lakini sio kuyamiliki tu, uyadhibiti kwa kuwekea wigo. Yasifike mahala maono haya yakaondoka. Kama unatamani kuwa mtumishi wa Mungu, ukisimama ukihubiri, upako na shuka. Ili uweze kufikia hivyo, unaweza ukafuatilia wakubwa, watumishi wakubwa walifanya vipi wakafika hapo. Lakini usifike mahali ukapoteza hayo maono. Uimbaji, kama wewe una maono kuwa mwimbaji mzuri, ng'ang'ania. Zakaria yuko wapi? Yupo na wengine. Ng'ang'ania hayo maono ulionayo. Amen. Yaani fika mahali tuone kabisa kile ambacho kweli Zakaria anacho. Hiyo product ionekane nje, tunahitaji output. Yes. Amen. Kwa watu ambao wanakuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kumiliki ni haki yako. Maono ulionayo ni haki yako, Mungu amekupa. Yawe hivyo, yatimie. Kama una maono kuwa daktari, kama una maono kuwa rubani, una maono labda kuwa baadaye mkurugenzi, kuwa sijui nani, Bwana amekupa na unasikia hicho kitu ndani yako, miliki na ukidhibiti kwa maombi. Isifike mahali adui akanyang'anya. Amen.